Yako tayari kutoa shukrani, shangilia Bwana. Haleluya. Amen. Kama unazo unaweza weka, kama huna unaweza andika. Mchungaji, kwa ruhusa yako, nimesema wale ambao hawakuwa wamejiandaa, neno la Bwana limanenea kuhusu hizo bahasha, sio ule mpango uliokuwepo, uwape ruhusa walete hata wiki ijayo ama siku yoyote ya ofisi. Ingia hapa, tumishi wa Mungu atakuweko, mwambie hii ni ile shukrani ya siku askofu ali bahasha tulibeba, hiyo tunatoa shukrani. Mtu mmoja aseme amen. Kama ipo weka kitu cha maana. Bwana sasa. Amen. Thank you. You can have your seat. Nataka sasa kufikia hapo nimkaribishe. Na kama unataka kuongeza. Unajua hata hii kimalizia brother. Ndio hii kimalizia. Katika kitabu cha sikilele, kitabu cha Ayubu moja, maandiko yanasema alikuwa na watoto 7, vijana 7 na wasichana 3. Na wangeenda kila mwaka, walikuwa wanapanga kwenda kusherehekea party katika nyumba ya mmoja wao, na dada zao wangeungana na wao, na wakishafanya ile sherehe ya na kumaliza, wakarudi nyumbani. Ayubu hakubali waende makwao kabla hajawaita wote na kuwapeleka katika madhabahu na kutoa dhabihu ya kila mmoja wao, akisema hivi, huenda ikawa walipokuwa katika pati zao walifanya jambo likamkasirisha Mungu. Na kwa Ayubu alielewa hilo itakuwa ni matatizo, sio kwa watoto peke yake, hata kwake. So he was covering them with a sacrifice before the Lord. Mothers and fathers who are here, a time like this, you have children, and it is the Lord who has blessed you with those children. Ni Mungu amekubariki na hao watoto. Watu sasa hivi na ushindi na wao kuonyeshana tu kwa Mungu, toa bahasha yangu, hii ni ya mtoto yangu, mtoto Kamau, hii ni ya Njoroge, hii ni ya Mutesia, na hii ni yangu, na hii ni ya baba. Unapofanya hivyo, unawasogezea maisha yao, unatengeneza uhusiano wao na Mungu, unaonyesha Mungu, mimi sio mimi nimewahifadhi hawa, ni wewe, ndio sababu nimekuja kukutolea dhabihu ya shukrani, kwa sababu wako hai. Kuna wazazi wamezika watoto wao mwaka huu, na hawa wangu umenipa neema kwao, kwa hivyo natoa shukrani kwao. Zaburi nikubalie 100, kabla sio 100, tumetoka kwa 50. Zaburi 50 mstari wa 14 na 15. Nimaliza basi. Hebu sikiliza. 11. No, 14 and 15. Offer unto God thanksgiving, and pay thy vows unto the Most High. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. 15. And call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Ukaniite siku ya mateso yako, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Amen. Bwana kufanya nini? Sina choka hapa, ningechora kitu hapa hivi. Niangalie. Nichora kitu hapa. Niseme hii inaitwa dhabihu ya shukrani. Alafu niteremshe hapa, nichore kama viungo kingine, anasema nabii. Wow. Alafu nitaleta hapa, nitakaita matatizo. Alafu nikatarudi kwa shukrani. Ni kama umeelewa? Ni mtolee Bwana
dhabihu ya shukurani. Halo, mtimizie nadhiri zako zote. Anasonga anasema, basi kwa sababu ya kufanya hivyo matatizo yatakuja. Ndio maana matatizo yatakuja, lakini macho ya Mungu yanakuangalia yatakapokuja, kwa sababu ameona moyo wako ni wa shukrani, atasababisha akukomboe na matatizo hayo, ndio na wewe urudi kwake umtolee shukrani. Kwa hiyo mtakuwa mkisumbuka na Mungu, shukrani, dhabihu, matatizo, shukrani. Wao sema hivi, dhabihu, shukrani, nadhiri, matatizo, haujawacha matatizo yatakuja, they are about to come. Hiyo ndio Biblia inasema, na ni mengi anayopata mwenye haki matatizo, lakini Mungu yuko pale akukomboe nayo, ndio ukimbie kwake tena ukamshukuru. Shukurani tuliambiwa does not only make us come to closer to God, it maintains our fellowship with Him. Bwana asifiwe. So God bless you so much. I thank God for that. Chungaji, endelea hapo pengine. Wonderful. Umemaliza? Haraka hiyo. Hiyo unapigia Yesu, unapigia. Hiyo unafanya hivi, Yesu ni yako, ni akili wako. Nasema ongeza uzito huo kwa Yesu jameni. Haleluya. Amen. Before nifanye mesa, naomba kwa Mungu atumane dakika 2 atuambie kitu, alafu usiwe na haraka. Amen. Una sahani ya kutosha kila mtu. Bwana asifiwe. Haleluya. Umeboeka? Nataka nikupe ushuhuda mmoja, alafu nikupe tahadhari. Ushuhuda mmoja, alafu nikupe nini? Tahadhari. Nilichukua driving license na nikakaa miaka 7 kabla sijaendesha gari. Na rafiki aliyenihurumia siku moja alinipa niendeshe kwenye corrugation. Maana aliona tu mimi ni duni, nitaongesha gari yake. Kwa hivyo nilipokaribia na nikakanyanga nikatoka. Chuka. Miaka 7 ikaenda sijaendesha gari, na lakini siku moja nikawa kwenye ibada kama haiko ibada ya shukrani, lakini yule aliyokuwa alifundisha habari ya kutoa malimbuko. Na najua malimbuko first fruit. Ninao ndani ya moyo wangu nitoe kiwanja plot, sema plot, nitoe limbuko kama limbuko, kiwanja kile ambacho tulinunua tulipokuwa na mke wangu. Unafikiri ilikuwa rahisi? Kile kiwanja tukakitoa, mimi na mke wangu tukatoa kile kiwanja, na alafu kule tunatoa ni kwa mchungaji aliye na urithi wa mashamba mengi, eka nyingi tu, lakini ikabidi nitii. Baada ya kufanya hivyo, mambo mawili yalifanyika. Jambo la kwanza, gari niliyo nayo niliitiwa, nikatoa John uje na kitambulisho chako nikubadilishie gari. Jambo la pili lililofanyika, mtoto wangu yule mdogo, maana pale kwa madhabahu Mungu alinena. Nataka kuniongea ninyi ambao umechukua bahasha. Unataka Mungu aongee? Kuchukua bahasha haijatosha. Amen. Kabla nije hapo, Mungu akanena mtoto wetu akasomea ng'ambo. Saa hizo nilikuwa nikijiambia kwamba kile kiwanja nitauza tuelimishe mtoto. Inaitwa upumbavu na ujinga wa mwanadamu. Bwana akanena, mtoto akasomea ng'ambo, na kwa kweli akapita mtihani. Leo hii ninapoongea na wewe ni kusema hiyo ni pointi moja. Lakini sasa naomba nikupe tahadhari. Unaona vile nimechukua bahasha hizo, tangu kabla hizo bahasha hazijaombewa haikuwa nadhiri, haikuwa kitu. Lakini kutoka sasa, kwa kuwa umechukua bahasha, ole wako, maana una hiyo tabia nyie ya kuchukua bahasha na kuweka kwenye Biblia na unasahau. Bwana, mnanyamaza? Si ndivyo mnafanyana?
hiyo bahasha chunga. Kama umechukua bahasha 5 rudisha hapa, na kama una kitu bora hata ulete hiyo bahasha bila kitu, lakini usiweke kwako, maana itakuwa laana kwako. Bwana wabariki. Sana. Bwana sifiwe. Mimi sitaongeza kitu. Nataka tu mege meza hii. Na kabla kwanza tutamega meza hii, kisha kama bahasha yako iko tayari utaileta. Kama si tayari utakuwa na muda wa siku 7 kuanzia leo mpaka Jumapili. Maana katikati ya wiki hapa tutakuwa na mkutano, kuna mazishi na kueleza baadaye. Sawa? Okay. Sasa nataka, neno la Mungu linasema usiku ule kabla ya Yesu kushikwa na maaskari wa Kirumi na wazee wa dini ya Yahudi, ule usiku aliandaa karamu na wanafunzi, inaitwa the last supper. Alipokuwa pale walikuwa wanasherekea, maana katika tabia ya Waisraeli wanakuwa na sikukuu kukumbuka Pasaka, mahali Mungu aliwatoa utumwani. So ule usiku Yesu akamwambia wanafunzi, walipokuwa wameketi pamoja, alimwagiza Petro na Yakobo wakatafute chumba mahali waweze kuandaa sikukuu ya Pasaka. Maandiko yanasema walipokuwa wameketi pamoja, alitoa mkate, akashukuru, akaumega. Kumega ni kuvunja ama kugawanya. Akawapa wanafunzi akiwaambia, twaeni mule wote, maana huu ni mwili wangu. Kwa mara ya kwanza maneno yalibadilika. Katika ile sherehe waliokuwa wanafanya, desturi ilikuwa tofauti wakati huu. Na Yesu alipochukua ule mkate, hakuwapeleka kuwakumbusha walikotoka Misri. Aliwaambia, huu ni mwili wangu ambao unaenda kutolewa kama dhabihu, kama sadaka kwa ajili ya ondoleo ya dhambi ya ulimwengu. Akawaambia, basi fanyeni hivi kila wakati mkinikumbuka mimi. Akawapa mwili ambao ulikuwa ni mkate ukiashiria mwili wake. Kisha akachukua kikombe cha divai kama juisi tu. Kwa akili zao nakumbuka usiku ule walikula nyama ya mwana kondoo, walikula hiyo mwana kondoo na mkate wakiwa na utayari wa haraka kutaka kuondoka. Lakini wakati Yesu anawaambia, hiki ni kikombe cha agano mpya kwa damu yangu. Akawaambia, basi kila wakati unapoishiriki mkate huu na kikombe hiki cha damu, mnashiriki mauti yangu na mnakumbuka kifo changu hata nitakaporudi tena. Na akawaambia, ningependa sana nishiriki nanyi kikombe hiki cha divai na mkate huu tena, lakini haitawezekana mpaka katika ufalme wa Baba yangu. Kwa hivyo fanyeni hivi kila wakati mkinikumbuka mimi. Hiyo ni kwanza. Jambo la pili, akasema, asiyeshiriki mwili wangu na damu yangu hana sehemu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, kila tunaposhiriki mbali na kukumbuka kifo na kufufuka kwa Kristo na kutuletea wokovu na kutupatia uzima, kila tunapoumega ule mkate kwa kupambanua, tunapopambanua ule mwili umebeba baraka ya uponyaji, imebeba baraka ya ukombozi, imebeba baraka nyingi. Maana katika mwili wa Yesu Biblia inasema kwa kupigwa ule mwili ulipona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunataka kushiriki karamu hii pamoja na kushukuru Mungu. Unapopokea kikombe kile na mkate, kumbuka hayo mambo matatu. Mambo mangapi? Matatu.
Na jambo la tatu ninasisitisha, uko unaumwa sasa hivi, hicho kikombe kimebeba uzima. Huo mkate umebeba uponyaji. Haijalishi unaumwa na wapi, unaumwa na nini, ina historia ya miaka ngapi. Mimi kile ninajua leo hii, maana sikuamka tu nikuje kufanya hivi, niliagizwa. Kuna uzima, kuna urejesho, kuna mageuzi. Bwana Yesu asifiwe. So nataka tuishiriki meza hii. Tamuomba askofu na askofu mwenzake watasimama, tutaibariki. Alafu tutauliza simanzi wangu watatu na mchungaji wangu, tutasaidiana. Taanza na pande hii, utakuja ujichukulie leo tukukuletee. Unainuka, unakuja unachukua mkate, unachukua kikombe, unarudi na keti, tutashiriki pamoja. Kwa hivyo naomba ndolee kitambaa hiki, alafu tubariki. Hii kuna kazi yake kando. Haya hapa. Haleluya. Utauliza askofu, tabarikisha hii divai na hii mikate. Basi hebu tuombe. Baba wetu, tunakushukuru maana tuko mezani mwako wakati huu tunapofanya kumbukumbu kama ulivyosema. Tunabariki Baba mwili huu katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba watu wako watashiriki kama vile ambavyo uliagiza mtumishi wako. Kupitia mkate huu kuna kufunguliwa, kupitia mkate huu kuna uponyaji, kupitia mkate huu kuna urejesho katika jina la Yesu Kristo. Tuachilie neema iliyokuu hata kwa ajili Baba ya kibali cha ajabu kile ambacho kitapatikana kutoka sasa, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Basi tuombe, tubariki kwa ajili ya damu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya damu yako ambayo ni dhihirisho ya kupigwa uliyopigwa msalabani. Neno lako nasema kwa kupigwa kwako tumepona. Tuomba Mungu wetu uishie milele. Tunaposhiriki kikombe hiki, kitakuwa cha kulete mabadiliko yasiyo ya kawaida. Na ni sasa hivi, kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo. Katika jina kuu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunaposhiriki tena makuu ujitukuze. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Uliza Baba Jason Paul Mama Abi sasa wawili watabaki wamesimama hapa, wawili wataenda pale. Ndio nichukue kangu. Kisha chukua, tutasubiri uchukue pamoja. Haya, tuanze na laini wale wako mbele, inuka. Njoo uchukue. Alafu tuende taratibu. Fanya hivyo kwa haraka. Just stand up. Come pick your cup and your bread, and then we wait for all of us to do it together. Ichukua, rudi kwa kiti, anza ku engage in prayer. Tunafanya this is spiritual. Ni tendo la kiroho. Kama mwenzako hawezi kufika na unaelewana, unaweza kumchukulia. Kama kuna mtoto hawezi kufika, basi ningependa kila mmoja aje ajichukulie. Watoto tungengoja kwanza hawa watu wazima wameketi hapo wachukue, alafu nyinyi mtaletewa hapo kando. Just do that. Kisha chukua, just sit down and begin to pray.
Hatufanyi kutimiza matendo ya dini, tunafanya maneno ya Yesu Mwokozi wetu. Katika jina la Yesu. Begin to pray. Kisha chukua, unaingia maombi, unaiombea kulingana na hitaji la moyo wako, mwili wako, roho yako, kila jambo la maisha yako. Shiriki hii ukijua unashiriki uzima, unashiriki utukufu kiwango kingine, unashiriki kibali cha Mungu kiwango kingine. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, tunakuabudu, wewe ni mwema. Engage yourself in prayer. Watoto tunangoja zote, tunafanya pamoja. Kama umeshika ndio kumeisha, hii kama pa unaweza kuwekelea kwa meza, na nyinyi pia mchukue ya kwenu. You pick yours and then you want to engage together. Begin to pray. Ukiwa umeshika, omba. Ina nguvu, ina uzima. Mwili wa Yesu una uzima wa ajabu. Mwili wa Yesu huwezi ukaikuwa inhabited na shetani yoyote. Mwili wa Yesu huwezi ukakaa na magonjwa yoyote. Amini hivyo, amini hivyo, amini hivyo. Katika jina la Yesu. Taratibu tu, taratibu tu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. There is wonder-working power in the blood of Jesus. There is wonder-working power in the blood of Jesus. Oh, we give you glory. We give you glory. We give you glory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Omba kwa lugha ya mama, lugha yote unaelewa. Be fluent before your God. Just tell him, let him see your faith. Ongelesha Mungu wako lugha hiyo yako. Elewa kabisa unachokifanya. Katika jina la Yesu. Kuna urejesho. Mahali umelegea, mahali umeshushwa kiroho, Mungu anakupatia nafasi tena, nguvu tena, uwezesho tena. Katika jina la Yesu. Omba, ninasubiri kila mtu apate ili tuende tukashiriki pamoja. Katika jina la Yesu. Oh, Mfalme mwema, ninakushukuru. Ninakushukuru, ninakushukuru, ninakushukuru. Oh, asante, damu yako inaongea. Iongee sasa kwa kila moja. Iongee kwa kila moja. Iongee kwa kila moja damu hii. Inene uzima, inene baraka, inene utukufu, inyamazishe laana, inyamazishe roho za mikisilani, mikosi, haina nguvu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Rakatababusia rante barudadi bashaka talalaba. Bwana, kwa damu yako tunasamehewa dhambi, tunaoshwa, tunatakaswa. Kwa mwili wako tunakamilika, tunafanywa kukamilika. Asante Mungu wetu, asante Bwana wa majeshi. Oh, hallelujah. Naomba unisikilize sasa. Alitoa ule mkate akaumega, akawapa wote, akiwaambia, shirikini, huu ni mwili wangu ambao unaondolewa kwa ajili yenu. Hivyo nataka tuishiriki wote. Huu mwili ni ule mwili wa Kristo Yesu. Tunapokea uponyaji, tunapokea afya na wokovu. Unaweza kushiriki mkate. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Just thank God before you partake of the cup. Let the wholeness of that bread come into your body. Hiyo mkate ingie kwa mwili wako, ichanganyane na nyama ya mwili wako, iingiane na nyama ya mwili wako. Mahali kuna udhaifu, hata iwe ni saratani, ninailaani leo, ishindwe kwa jina la Yesu. Iondoke ndani ya mwili wako katika jina la Yesu. Kama una chochote kina function contradictory to the purpose and the will of God for you, ninaiamurisha sasa, haina nguvu kwa jina la Yesu. Unashiriki kikombe. Akatoa kile kikombe akasema, hii ni agano ya damu yangu, agano mpya.
Kawaambia, shirikini hivi, hii ni uzima wenu, hii ni maagano mapya. Kwa hivyo katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, tushiriki damu hiyo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Power in the blood. Power to shatter every yoke, every chain, every bondage, every barrier. Let the chains be broken in the name of Jesus. Oh, let the blood of Jesus that speaks better than the blood of Abel speak on your behalf from this moment. Any altar that has been raised in this season to counter you, I pray let it be silenced by the power in the blood. Let the blood speak for you, the blood of the Lamb of God, the blood that cleanses and washes our conscience. This afternoon I declare, let by the power of the blood your conscience be parted and clean. Let your spirit be energized in the name of Jesus. Let your soul be empowered in the name of Jesus.